Tuko sawa eh? Sawa. Kama ambavyo mnafahamu, vijana kadhaa wa Kitanzania walikamatwa katika mazingira tofauti kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 2-3 hivi, wengine 4, na kuhifadhiwa katika vituo kadhaa vya polisi vikiwemo Oysterbay Police Station na hatimaye kuletwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kushtakiwa kwa makundi na mashtaka ya kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini wenyewe, na walifikishwa mahakamani. Kundi la kwanza tarehe 7 mwezi wa 11, kundi la pili tarehe 8, na nafikiri kundi la tatu tarehe 9. Kwa kuna makundi kadha wa kadha. Leo hii kundi la hao washtakiwa wako jumla 92, wakiongozwa na dada anaitwa Pauline Liza Palangio na wenzake 91. Kesi yao iliitwa leo, kama nakumbuka, na wao walifikishwa mahakamani tarehe 7. Hao waliosema Pauline Liza Palangio pamoja na wenzake 91. Mara kwanza walikuwa 76, and then baadaye wakaongezwa 17 na kuwa jumla ya watu 92-93 hivi. Kwa shauri lao lilikuwa limekuja leo, limeitwa leo mbele ya mheshimiwa hakimu anaitwa Makube, hakimu mkazi mfawidhi. Tumeingia mahakamani na tumefanya process za kisheria zikiwemo kuuliza status ya upelelezi, na kwa bahati mbaya upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo tunasubiria siku nyingine ambayo ni tarehe 25 Novemba ili upande wa mashtaka waweze kutuambia wamefikia wapi kuhusiana na swala la upelelezi. Kama nafahamu mashtaka ni mazito na ni vizuri watumiwa wakaweza kufahamu hatima yao kwa haraka. Nafahamu kuna shauku, ningependa nizungumzie kauli za kisiasa zilizotolewa mahali fulani kuhusiana na hawa ndugu hawa ambao baadhi yao tunawakilisha. Sisi ni mawakili. Tunachokifahamu kwa mjibu wa sheria ni kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa maana ya DPP ndio amepewa mamlaka ya kisheria ya kuchakata watuhumiwa na kuwafikisha mahakamani, na vifungu vinavyohusika ni kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 kinafanywa marekebisho mwaka 2023. Kifungu hicho kinampa DPP mamlaka mtaani na makana maarufu kama inaitwa nole. Sisi wataalamu tunaita nole proseki. Ni mamlaka ya DPP kama ambavyo ana mamlaka ya kuwafikisha watuhumiwa mahakamani. Pia muda wote ule kesi inapokuwa ina uhai kabla ya hukumu kusomwa, anaweza kuiambia mahakama kwamba yeye hakusudii tena kuendelea na shauri hilo. Kwa hiyo tunafahamu ndio ana mamlaka hayo. Anatekeleza vipi, anapata wapi maoni, ushauri, msukumo, maelekezo, sio swala la kisheria, ni swala la kimamlaka. Anavyosema yeye ndio anaweza kufahamu kwamba uamuzi huo kama ataufikia basi anaufikia kutokana na msukumo upi. Kwa sisi tunaendelea na kesi yetu mahakamani, na kama kutakuwa na taarifa zozote kutoka kwa DPP basi tutazisikia mahakamani, lakini sisi kama mawakili tunaendelea kutekeleza majukumu yetu kuwatetea wateja wetu hao ambao leo kama nilivyosema ni Paulina Liza Palangio na wenzake, na shauri hili limeahirishwa mpaka tarehe 25 mwezi wa 11 ambapo tutakuja sasa kusikia kuhusiana na hoja yote ya kisheria kama ipo. Na kama mtakumbuka siku hiyo pia kutakuwa na shauri la Jennifer Jovin almaarufu Nifa na yule binti Lucimelda Sila almaarufu Strong Icam ambao pia nao nawakilisha. Nao shauri lao tutakuja tarehe 25. Kwa tarehe 25 tutafahamu iwapo kuna chochote DPP amekifanya, kwa maana namba moja kwetu muhimu zaidi ni kukamilisha upelelezi ili hatua za kuendesha kesi ziwe zimekamilika, na kama nilivyosema, kama yeye kwa kutekeleza mamlaka yake chini ya kifungu cha 92 ataona amepata msukumo, maono, maelekezo, basi atakuja kuiambia mahakama, lakini mahakama itakacho rekodi ni kwamba DPP hakusudi tena kuendelea na kesi chini ya kifungu cha 92. Ndicho kitakachoandikwa mahakamani, ndicho kitakachosomeka katika rekodi milele yote, na sisi ndicho ambacho tunakisubiri. Kwa hiyo ni hayo kwa sasa, unless kuna swali lingine labda moja au mawili. Wakati shauri hili limekuja kwa mara ya kwanza tarehe 7 waliposhtakiwa kwa mara ya kwanza,
moja ya hoja ambazo ulizisema ni kwamba wale wengine 22 hakimu alikubali kwamba hati ya matibabu na ripoti ya matibabu iletwe hapa mahakamani, lakini hao 76 na wengine ambao wameongezeka hakuwa amekubali kwenye upande wa shauri hili. Ndio. Je, mmefikia wapi hatua za kisheria ambazo mlipanga kuchukua? Ya kama nilivyosema, kwa niaba ya Pauline Palangio pamoja na wenzake 91 tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya kutoa hoja kadhaa za kisheria, hasa katika makundi mawili. Kundi la kwanza kusisitiza kwamba kwa maoni yetu mashtaka yale yana mapungufu ya kisheria na yanapaswa kuwa process kama mashtaka nini, kama hati yenye mapungufu ya kisheria. Lakini pia tunataka kusisitizia hoja ya kwamba watu hawa walituarifu sisi mawakili, nikiongozwa na mimi wakili wao kiongozi, kwamba walitendewa ndivyo sivyo. Kwa kifupi tuseme tu, tunyoshe maelezo kusema kwamba waliteswa kwa kituo cha polisi. Sasa hiyo wametuambia mawakili, lakini ujumbe unaofikisha na unakuwa process mahakamani. Kwa tulikusudia kuleta hoja hiyo na hiyo nyingine niliyosema ya udhaifu wa mashtaka. Na mara ya kwanza kama unakumbuka, Mheshimiwa Makube alitoa alichokita yeye maelekezo, lakini sisi kama mawakili tuna mbinu mbalimbali za kisheria. Kwa leo tulikuwa tumejipanga kumchakata, yani kumsukuma achakate hoja zetu kwa namna ya kipekee zaidi, ili ikiwezekana tufupishe safari ya hawa wateja wetu. Lakini bahati mbaya, kutokana na majukumu mengine ya kimahakama, hakimu huyo Makube leo hakuwepo mahakamani na tumeahirisha shauri mbele ya Mheshimiwa Mushi. Kwa hiyo tumeomba tarehe fupi inapowezekana, tarehe 25, ili angalau kundi hili tuweze kulichakata. Makundi mengine inawezekana nawe yakawa yana hoja zake kutegemeana na mazingira yatakavyo na mahitaji yatakavyojitokeza. Kwa tarehe 25 mwezi wa 11 kutakuwa na makundi mawili, kundi la kina Nifa na kundi la kina Paulina Laizer, na kama nilivyosema lile la kina Nifa zitatolewa feedback za amri ambazo mahakama ilizitoa, na kundi hili pia tutaendelea na hoja zetu za kisheria na za kiafya ambazo tulizitoa, na kama kutakuwa na taarifa ziada basi tutaipokea na tutaichakata kwa mujibu wa sheria. Kama nilivyosema, kama kutakuwa na swala lote ambalo linazunguka mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka kufuta kesi chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya maendeleo makosa ya jinai, ni prerogative yake, sisi wala hatumwingilii. Kama nilivyosema, sheria inasema yeye ndio mwamuzi wa mwisho, na narudia tena, mahakama itakapo rekodi chochote itarekodi kwamba mkurugenzi wa mashtaka hana nia ya kuendelea na kesi yoyote yaliyotokea huko mahala kokote kuwayo. Hayo yatakuwa ni masuala ya DPP mwenyewe, ambayo wala hata yaleta mahakamani kwamba nimefuta kesi kwa sababu ya hoja hii au ile. Hapana. Basi kama hakuna